Karibu katika episode ya 9 likapietu. Kama bado hujatazama sehemu ya 8 basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Okay, kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Bidada Joanna akiwa hospitalini alimuuliza Mwamba swali moja tu kwamba je, wewe ni malaika? Lakini ukweli ni kwamba bidada alikuwa akiyashuhudia matukio ya zamani sana katika kumbukumbu zake. Hasa simulizi inaendelea kule katika ufalme. Yule general wa majeshi baada ya ile mapinduzi aliweza kufanyika katika ufalme, mwisho wa siku akajikuta ameweza kuchukua ufalme. Hapa namzungumzia yule Captain Sil ambaye kwa kipindi hicho ndo alikuwa mfalme. Baada tu ya kutoa ufalme akatangaza wazi mbele za watu kwa kusema kwamba bidada Joanna ambaye alikuwa ni kijakazi katika ufalme kwamba anataka awe malikia. Lakini Mwamba Sangyang akawa amejitokeza mbele na kutaka kuzuia jambo hilo. Kitu hichi bidada alikuwa ameona kabisa na kugundua kwamba mfalme lazima atamshambulia huyu jamaa ambaye ghafla tu amejikuta ameanza kumpenda. Na ukumbuke kwamba sababu ya kuweza kumpenda ni kwa sababu huyu malaika aliweza kujipiga yeye mwenyewe risasi ya upendo. Kwa hiyo bidada mapenzi yake yote kutokea kumpenda mfalme akajikuta ameanza kumpenda huyu malaika, na mwisho wa siku akataka kwenda kumlinda ili asiweze kushambuliwa na ufalme kwa sababu ameweza kupita mbele pasipo hata utaratibu. Lakini wakati huu bidada Joanna anataka kwenda kumlinda Mwamba Sangyang, lakini bado pia Mwamba Sangyang aliweza kugundua kwamba juu kabisa katika ufalme kuna watu walikuwa wamepanga kwenda kumwangamiza malikia mtarajiwa. Kwa Mwamba Sangyang akawa anakimbia kwenda kumlinda mke wa mfalme mtarajiwa, lakini kwa bahati mbaya sana ikatafsiriwa kana kwamba alikuwa anakwenda kumvamia, yeye akawa amepigwa mishale. Baada ya kifo cha Mwamba, basi kuna kitu kimoja tu kiliweza kutokea. Bidada alikwenda katika maeneo ya mapoli na alikutana na mtoto mdogo sana ambaye alimwambia kwamba kuna njia mbili tu ya kuweza kubadili hatima, na njia moja ni kuweza kujitupa katika kilele kirefu sana cha mlima kisha uzaliwe tena. Lakini upande wa Mwamba Sangyang ili aje kumpenda bidada akaamua kuyateketeza kabisa mabawa yake, na kwa miaka 500 inayokuja mbele atakuwa na uwezo wa kumpenda bidada. Ndipo ilimenika hivyo. Bidada baada ya kuyasikiliza hayo mawazo ya huyu mtoto mdogo, mwisho wa siku akaanza kuamini kwamba basi hayo alikuwa akiyazungumza ni ya kweli kabisa, na akataka kwenda kujitupa katika maeneo ya vinana virefu sana vya milima. Lakini kadri alivyozidi kwa anakimbia katika maeneo hayo akashangaa kuona kwamba walinzi walikuwa wakimfuatilia, na mwisho wa siku akamkamata bidada na kumpeleka moja kwa moja kwa mfalme. Kisha mfalme aliposikia kwamba bidada alikuwa anataka kujua akashangaa sana na kusema kwamba wewe si kila wakati ulikuwa unasema kwamba unanipenda na mimi nikakukabidhi moyo wangu nikaanza kupenda, unataka kujua unamaanisha nini mfano? Na mfalme akafikia mbali zaidi na kunyanyua kisu chake na kutaka kumchoma bidada, lakini kwa bahati nzuri bidada akawa amekidaka kile kisu kisha akasema kwamba nipo tayari kufa ili nije kuzaliwa tena kwa sababu ya mtu ninayempenda. Mfalme kuyasikia maneno haya hakuamini kabisa macho yake kwa sababu alikuwa akimpenda sana bidada, na mtu wa kwanza kuanza kumpenda mfalme alikuwa ni huyu bidada, ndio alikuwa akimpendaga mfalme. Mfalme haamini kabisa haya anayoyasikia kwamba bidada kuna mtu ambaye anampenda na yuko tayari kufa kwa ajili ya huyo. Hakuamini macho yake, akaangusha mpaka kisu chini. Lakini baadaye bidada anaonekanika akiwa anakimbia kuelekea katika vilele vya milima, na baada ya kujirusha katika ule mnara wa mlima, mwisho wa siku bana akajitokeza huyu malaika na aliwezaga kumdakaga bidada kipindi hicho, lakini bado bidada alikuwa amepoteza maisha. Hasa bidada ameamka kutokea hospitalini na anasema kwamba je, wewe ni malaika? Swali ni moja tu ambalo Mwamba alikuwa anaulizwa. Mwamba hata kabla hajaweza kujibu swali lolote lile, daktari akawa ametimba katika maeneo hayo akianza kumuuliza bidada, je, unaendeleaje? Lakini bidada akasema kwamba nimeota kwamba nimekutana na malaika, na malaika huyo anafanana sana na huyu Mwamba ambaye ni Sangyang ambaye niko naye jirani. Majibu kama haya si mageni sana katika hospitali, na mara nyingi sana majibu haya hutolewa na madaktari wanayasikia sana karibu na hospitali za Milembe. Sasa akaanza kuhisi kwamba labda huenda bidada ameshaanza tayari kuelekea huko. Captain Sil ili kuweza kumjua Mwamba Sangyang lazima aanze kumfanyia uchunguzi. Akawa anamwalika maeneo mbalimbali ya migawani, lakini Mwamba akiwa anashiriki kinywaji basi akawa anachukua ule mlija pamoja na ile juisi na kwenda kuipima katika maabara. Lakini wakati huo tunaonyeshwa kwamba kuna mafando waliweza kugundua kwamba kuna kipisi cha sigara katika nyumba ile ambayo bidada aliweza kukutwa. Hasa kwa kuwa mhalifu naye alikuwa akishinda umumu, basi bila shaka hii sigara alikuwa akitumia, na kama ukienda kuifanyia vipimo vizuri wanaweza kugundua ni nani ambaye alikuwa akivuta kabla. Lakini siku ya leo miongoni mwa wafanyakazi wa kampuni moja hivi inayomilikiwa na Mwamba mmoja anayefahamika kama Kim aliweza kupokea kinotebook fulani chekundu ambacho mara nyingi hichi kinotebook tunaonaga kwamba wengi wanaoelekea kuuawa ndio wanapewaga kinotebook hiki. Bidada akapata hofu sana, hata muda alipokuwa yuko kazini akajikuta tu anapata mashaka zaidi. Akati anatembea katika maeneo ya ofisi akajikuta ameangusha mpaka simu yake, ila bosi wake mkuu katika ofisi hii akawa amemokotea simu yake, na namna alivyokuwa akimpatia bidada akagundua kwamba muuaji ndio huyu bosi ambaye siku ya jana alikuwa amempatia kiujumbe fulani, kwa sababu namna alivyokuwa akimpatia ndo ile ile. Alipokuwa anatoka tu ofisini mishale ya usiku sana akashtukia kwamba kuna mtu kama alikuwa akimfuatilia nyuma yake, na hapa akagundua kwamba huu ndio utakuwa mwisho wa maisha yake. Na ni kweli kabisa, jamaa akaja akamkaba na kisha mwisho wa siku bidada akawa amekata moto. Mwisho wa siku walipokea simu kutokea huku katika mitaa ya polisi wakisema kwamba ile sigara inaonekana mtu alikuwa akivuta DNA yake inasoma kwamba alikuwa ni Mwamba Kim. Baada ya Mwamba Kim kuweza kukamatwa, Captain Sil akaja kugundua kwamba katika shingo ya Mwamba Kim kulikuwa kuna kama hivi alama fulani vimbili. Habari zikatapakaa sana katika mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari kwamba mtu ambaye anashtumiwa kwa kuweza kufanya mauaji mengi ambayo yameweza kutokea siku za hivi karibuni na miaka mingi iliweza kupita hakuwa mwingine bali ni Mwamba Kim. Sasa baadaye baada ya kukamatwa kwa huyu Mwamba Kim, mwisho wa siku Mwamba Captain Sil akaanza kufuatilia sasa issue ya Mwamba sasa huyu ambaye anafahamika kama Sangyang, kujua kwamba ile
ile DNA majibu yake je yametoka vipi? Akaja kugundua kwamba madaktari wanasema kwamba hakuna DNA test ambayo inaonyesha majibu ya huyu mwamba. Lakini Captain Seal akajaribu kuchunguza na kusema kwamba mbona nilikuwa nimechukua kinywaji chake ambacho alikuwa amekunywa, lazima majibu ya DNA ilitakiwa kupaswa kutoka, lakini wakasema kwamba hakuna DNA wala fingerprint katika kile kinywaji. Mwamba kabaki amechoka tu. Lakini kumbe upande wa pili mwamba Sangyang naye alikuwa kwa upande wa daktari, na hapa alikuwa akifanya uchunguzi kuhusiana na bidada Joanna, akitaka kujua bidada Joanna historia yake imekaa vipi, kwa sababu maeneo ambayo alikuwa anampeleka mwamba alikuwa ni kama vile amewahi kuyaishi kabla. Sasa yeye anataka kujiuliza, ina maana yule mpenzi wake wa miaka 20 iliweza kupita ndio huyu bidada Joanna au la? Lakini daktari anaeleza kwamba vipimo vinaonyesha kwamba Joanna ndio yule mwanamke ambaye miaka 20 iliyopita aliweza kama vile kutekwa, na haieleweki sababu ni kwa nini amerejea katika utambulisho mwingine kabisa na jina lingine kabisa, na bidada hana kumbukumbu zozote kama alishawahi kuishigi kabla, japokuwa kumbukumbu zote hizo zimemjia kwa mfumo wa ndoto. Lakini wakati huo amelishika lile faili, ghafla tu alipozidi kulisoma hisia za ndani sana zikawa zimemshika, na akajikuta kuwa anapoteza uwezo wake wa kuwa binadamu na anajikuta anatani katika hali ya kuwa malaika, na hii kitu ikamsababisha kuweza kuliangusha lile faili. Lakini wakati huo tukio lote Captain Seal alikuwa akishuhudia. Mwamba hakutaka kabisa kubakia katika eneo lile, akawa ameondoka na lile faili. Wakati huo mikono yake ikarudi katika hali ya binadamu, na mwisho wa siku alipoweza kufika tu nyumbani akashangazwa na kuona kwamba kulikuwa kuna maelekezo kibao sana ambayo bidada inasemekana kuwa alikuwa ameacha zamani. Katika ile faili ambalo Mwamba alikuwa amelisoma ni faili ambalo liliandikwa na mpenzi wake. Sasa kila kitu ambacho mpenzi wake alikuwa amekiandika ndicho ambacho huyu bidada pia naye anakisimuliaga katika maisha yake. Kwa lugha nyepesi ni kwamba huyu ni Joanna ambaye ndio yule ambaye alikuwa ni mpenzi wa Mwamba miaka 20 iliyopita. Kufikia hapa Mwamba kaamini kwamba bidada ndiye mpenzi wake na ndiye mtu alikuwa akimtafuta miaka mingi sana, na huyu ndiye mpenzi wake alikuwa naye katika miaka 20 iliyoweza kupita. Mwamba alijikuta anachoka tu, akawasha gari yake na kuondoka. Mwamba alikuwa akiendesha gari kwa uchungu sana. Kila wakati anaendelea kuendesha gari huku anakumbuka matukio yote ambayo bidada alikuwa akimpitisha na maneno aliyokuwa akiyaongea. Akashangaa kuona kwamba huyu ndio mpenzi wake wa miaka 1000 iliyoweza kupita, na hakutaka kabisa Mwamba kufanya makosa kipindi hiki. Moja kwa moja bana akawa anaelekea katika maeneo ambayo bidada alikuwa akiishi, lakini kwa bahati mbaya akaambiwa kwamba bidada hayupo, ameelekea katika milima kufanya ibada. Kwa sababu bidada alikuja kugundua kwamba hakukamilisha siku 1000 za kuweza kufanya ibada ili kuweza kumpata mtu wake sahihi, kwa sababu kuna baadhi ya siku alikuwa ameelewa na akasahau kabisa kuelekea kwenda kufanya ibada. Kwa hiyo akaenda kuzifidia zile siku ili kuweza kukamilisha siku 1000 ili aweze kukutana na mpenzi wake kamili. Baada ya bidada kuyakamilisha maombi yake siku ya leo, ili anafungua tu macho yake anagundua kwamba Mwamba Sangyata yale alikuwa ameshamkumbuka, na hapa akafika hatua ya kuweza kumkumbatia. Na kufikia hapa kila mmoja aliamini kwamba huyu ndiye mpenzi wake aliyekuwa akimsubiri kwa kipindi cha miaka mingi. Lakini bidada anashuka tu kutoka katika milima akakutana na Mwamba Captain Seal. Mwamba akamwambia kwamba Sangya sio binadamu, kwa sababu ana picha ambazo zinamuonesha katika jeshi letu la kwanza kabisa la uanzilishi wa nchi, lakini pia ana picha za miaka 20 iliweza kupita akiwa na umri huo mpaka dakika hii. Huyu jamaa anaonekana sio binadamu. Lakini pia nimeweza kumshuhudia akiwa na majeraha ya muda mfupi sana, yani anaweza kuwa na jeraha dakika hii, lakini dakika 10 mbele unakuta ile jeraha limeweza kutoweka kabisa. Haya maneno ya Mwamba Captain Seal akaanza kumshtua bidada. Kweli kabisa akaanza kukumbuka kwamba aliwahi kumshuhudia Mwamba Sangya kwamba kuna kipindi ambapo Mwamba alikuwa amejeruhiwa vibaya sana, lakini hakukutwa na jeraha lolote lile katika mwili wake. Alafu kuna kipindi ni kweli ashawahi kuonaga kana kwamba mkono wa Mwamba ulikuwa unapotea hivi. Sasa kabla ya tukio hilo kuweza kufanyika, ukweli ni kwamba Mwamba Captain Seal wakati ule bidada anakumbatiana na Mwamba Sangyang aliweza kushuhudia tukio hilo, lakini kwa bahati mbaya alipokuwa kilishuhudia hili tukio kuna kumbukumbu za miaka 1000 zikawa zinarudi katika akili yake, na kichwa kikao kinamuuma sana, akiwa anashangaa ni kwa nini nakumbuka vitu ambavyo hata sijawahi kuviona katika maisha yangu yote. Hasa huku upande wa pili yule kiongozi wa malaika siku ya leo alikuwa akiongea na malaika mdogo sana, akimwambia kwamba hatima ya hawa wawili haitakuwa nzuri kabisa, kwa sababu Mungu hawezi kuruhusu kabisa mahusiano kati ya binadamu na malaika. Huyu kiongozi wa malaika akasema kwamba Sangya amewahi kufanya majaribio mengi sana ili kuweza kubadilika na kuwa binadamu. Jaribio la kwanza alikuwa ni kuweza kufanya kujiondoa mabawa yake ili awe na uwezo wa kuonekana na watu. Lakini kiongozi wa malaika akaongezea kwa kusema kwamba pia bidada maombi yake ya siku 1000 yanaweza kusababisha Mwamba aweze kubadilika na kuwa binadamu, na hata hivyo watakwenda kufurahia mwisho mdogo kabisa wa maisha yao ya kibinadamu hapa duniani. Baadaye upande wa pili tunaonyesha bidada Joanna akiwa ameambatana na Mwamba Sangya, na moja kwa moja akawa anaelekea nyumbani. Lakini siku ya leo bidada akaamua kumteli Mwamba na kumwambia kwamba bana, yeye nahisi kwamba kuna kitu ambacho Captain Seal anakijua juu yako na amenieleza kila kitu. Lakini Sangyang akashindwa kabisa kuweza kumweleza bidada ukweli wake mzima, na Mwamba akamfuata Captain Seal na kwenda kumwambia kwamba mimi ni kweli nilikuwaga ni askari katika miaka 20 iliyoweza kupita nyuma. Hasa Captain Seal akabaki kushangaa tu, kama wewe miaka 20 iliyopita ulibakia hivi na bado uko vile vile, ina maana kwamba wewe sio
binadamu au la. Ikabidi kualika watu waweze kuanza kumchunguza Mwamba Sangya. Baadaye kidogo tunaonyeshwa baadaye bidada kutoka kazini moja kwa moja Mwamba akamchukua na kumpeleka katika kituo cha watoto yatima alichokuwa amelelewa kabla, lakini walipofika katika maeneo hayo wakasaidia kufuafua baadhi ya nguo za watoto na mwisho wa siku akaishia kukisi tu. Lakini alipokuwa akikusanya yale mabeseni ya kufulia, ghafla tu anaporudisha ndani akashtukia kwamba chini pale kulikuwa kuna kipande cha karatasi ambacho ni kama kilikuwa kimechomwa na kilikuwa kimeandikwa kwamba maovu 7 ambayo watoto hayapaswi kuyafanya. Alipojaribu kumuuliza kiongozi wa kituo hiki cha watoto yatima akasema kwamba hizo sheria zote ziliweza kutengenezwa na mkurugenzi alikuwa anafahamika kama mkurugenzi Hon. Lakini huyo mkurugenzi aliweza kutoweka mwaka 1993 na alikuwa akiwaongoza watoto kwa ukatili sana. Pia kila wanapofanya makosa alikuwa akiwaadhibu na kuambia kuwa waandike barua za kuomba toba ambazo zilikuwa zikiandikwa katika vitabu fulani vyekundu. Hasa tukirudi katika wakati huu, watu wengi walikuwa wamepotea na wengine walikuwa wameuliwa. Wengi walikuwa wamekutwa na vitabu vyekundu ambavyo vilikuwa vimeandikwa maneno ya kuomba toba. Inamaanisha kwamba muuaji alikuwa amelelewa katika kituo cha watoto yatima hapa. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba alikuwa anaendeleza ukatili aliokuwa amefundishwa na mwalimu wake yule ambaye alikuwa ni mkurugenzi Hon. Hasa kwa kuwa Mwamba Sangya alikuwa anafahamu kwamba kuna mapolisi ambao walikuwa wakimfuatilia nyuma yake nyendo zake zote na walikuwa wametumwa na huyu Captain Seal, basi akaamua kuwafuata moja kwa moja na kuambia kwamba je, Kim alikuwa amelelewa katika kituo cha watoto yatima hiki? Lakini afande akasema kwamba familia nzima ya Mwamba Kim ililelewa katika kituo hiki cha watoto yatima. Kwa lugha nyepesi ni kwamba jamaa akashtukia kwamba wauaji sio mtu mmoja tu bali ni kikundi fulani hivi kwa wauaji ambao wanatokea katika familia ya Mwamba Kim. Na Mwamba Sangya hakutaka kabisa kuweza kupoteza muda. Moja kwa moja akatimba katika kituo cha polisi. Na hapa alimwomba haraka sana Captain Seal kwamba wanatakiwa kumhoji huyu mhalifu ambaye anafahamika kama Kim ili kuweza kujua wauaji ambao wameweza kuwabakiza mitaani kwa sababu bado maisha ya watu yapo katika hatari vile vile. Episode ya 10 itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili na episode ya 11 ndio itakupa finali ya tamthilia yetu nzuri. Karibuni sana, kisha tukombe umegusa alama ya kusubscribe na alama ya kulike kila episode inapokuwa imetoka. Mpaka tunapofikisha like 100 basi natoa episode ya mbele.